Tunapofanya tendo la ndoa, pale ndipo tunapokuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni hatari sana kulidharau tendo la ndoa. Tendo la ndoa ndio linakufanya uitwe mke wa, mume wa. Kukutana kule kwenye sex, maji yake yanaingia kwako na ya kwake yanaingia kwake. Pale ndipo mnapoitwa mwili mmoja. Tendo la ndoa linahitaji akili ya ziada, ubunifu wa ziada. Leo watu katika miili yao ile, katika hali ya kuwa mwili mmoja, hawana ubunifu katika tendo la ndoa. Ni kila miaka inakatika, ni kifo cha mende tu. Ni kifo cha mende tu, cha mende tu. Yani kesho leo kifo cha mende. Usijifanye wa kiroho kuliko mimi. Nisikilize hapa, nimekwambia ukicheka cheka, usijikaushe, unaweza ukapasuka tumboni. Badilisha sasa, kwa sababu tendo la ndoa linahitaji ubunifu usiokuwa wa kawaida. Lakini ubunifu huu lazima uchangiwe na usafi. Kama usafi sio mzuri kwa mwanamke au mwanaume, aliwezi kuwa na ubunifu. Kuna wengine ni mabingwa wa kufuga misitu, lakini misitu ambayo mnaifuga mchana mnakimbia huko na kule, majasho mengi, alafu unaingia lazima njoo mke wangu njoo. Aje na msitu huo naye anaupenda, umeloa majasho. Kwangua msitu huo. Na wakiingia nyoka huko, ukikimbia usishangae. Mambo mengi yamekuwa yakiathiri maisha yetu bila kujua. Aidha tumekuwa wa kiroho sana, au tumejifanya kama tuna hekima sana. Kwa nini umeoa? Ukiingia kwenye ndoa mambo hayahitajiki. Ukiwa na mzee anakuambia kwa kweli, baba ananilinda, unafikiri kama mchezo. Kuna wakati wa kuwa hapa, kuna wakati wa kuwa nje. Bahati mbaya mimi napenda kusema ukweli. Sisi kina baba, kwa neema ya Mungu ametupa koni ziko ndani ya zipu zetu. Balcony. Hii balcony ambayo inauzwa barabarani, wanakuelekeza tu mama, ile ni ya kwako, ni ya kwako. Mnapofika amujaenda kwenye tendo lile na kuharakia rakaraka, changamkia balcony. Kachukuliwa, kaibiwa, mume wangu hayupo, simuelewi. Umewaachia balcony wenzio. Shangilia kama shangilia. Ukiangalia pembeni, angalia pembeni, lakini nakupiga sindano. Wewe unafikiri vitu hivi wamepewa mashetani? Sio mashetani, hivi ni vya watoto wa Mungu. Maandiko yanasema Adamu na Hawa mkewe wote walikuwa uchi na hawakuoneana haya. Wewe haya inatoka wapi? Aibu ya kwenda kumpekenyua mwenzako inatoka wapi? Mpekenyue, mkague, alafu ikiwezekana endelea mambo yanayotakiwa kuendelea. Ukifanya hivyo, nakwambia atakuwa anatembea kama mwehu njiani. Na kama unamwona na weakness fulani, mwambie, bwana, weakness yako wewe ni 1 2 3, nisaidie. Unajua mume wangu hana nguvu za kiume, simuelewelewi. How do you prepare him when you meet together, when you are in private place, in your own room? How do you prepare your husband? How do you make romance? How do you make romance with him? Mimi nishachoka tu bwana, endelea tu. Sasa unamkalia nani hivyo? Wewe maliza tu, maliza mimi na maliza tu, mimi nataka nikapumzike. Kwani wewe umekuja kupumzika hapa? Nimechoka. Hii ndio inayochosha ndoa zetu, hii ndio inayobomoa ndoa zetu. Wataambatana, watakuwa mwili mmoja. Tunapofanya tendo la ndoa, pale ndipo tunapokuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni hatari sana kulidharau tendo la ndoa.